Hapo ilipita wale ambao tulikuwa pamoja niliweza kufundisha kuhusu the battle with frustrations. Battle on a fight is the same. Na kwa hivyo siku ya leo ninataka kuenda ujumbe huu part 2, na part 2 yake sana tutaangalia yale mambo ambayo yalifanya Musa na wana Israeli wakuwe frustrated na one another. Bwana asifiwe sana. Na pia tutaangalia ni kwa nini ama ni sababu gani ambayo ilifanya Musa aambiwe na Mungu ya kwamba hataweza kuingia katika ile nchi ambao walikuwa wameahidiwa na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaangalia maandiko katika Numbers 20 kuanzia mstari wa 7. Bwana asifiwe. Na siku ya leo tutaunganisha hiyo na Exodus 17 verses 6. Behold, I will stand before thee there upon the rock in Horeb, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it, that the people may drink. And Moses did so in the sight of the elders of Israel. Sasa wakati ambapo tunaanza kusoma hiyo maandiko, Biblia inatuambia ya kwamba wakati huu ni mara ya kwanza katika Mount Horeb, wakati ambapo Musa aliweza kuambiwa na Mungu ya kwamba kwa sababu hawa watu wamekulilia, kwa sababu ya kiu, hawana maji, mifugo yao inakufa. Even they are threatening your life. Wanasema wanaweza kukumaliza. Mungu akaongea na Musa akamwambia kwamba tazama sasa, I will stand before you there upon the rock. I want you to get that statement. I will stand before you there upon the rock. Na hiyo ni kusema ya kwamba Mungu mwenyewe aliweza kusimama mbele yao. Na mbele yao kulikuwa na sasa vitu mbili. Kulikuwa na rock na kukakuwa na Mungu. Si ni ukweli? Na hapa wakati ambapo tulikuwa tunajifundisha hiyo wakati ambao ulipita, niliweza kuwaelezea kwamba the rock kulingana na Biblia ni Mungu, ni Jesus. Aliambia Peter ya kwamba on this rock I'll build my church, and even the gates of the hell shall not prevail against it. The rock is Jesus Christ. He overcame the hell. He overcame death, temptations of the devil. And that's why he is saying, upon this rock, upon Jesus Christ, I'll build my church. Kwa sababu wakati ambapo limejengwa katika hiyo mwamba ambao ni Yesu Kristo, aliyeshinda zote, the church shall overcome. The church itasimama, maana Yesu Kristo hawezi kutingizika. Na sasa hapa tunaona ya kwamba Mungu ameapia Musa ya kwamba muende katika ile mwamba, Mount Horeb. Mimi nitakuwa mbele zenu katika hiyo mwamba. Na kwa hivyo kuna vitu mbili ambazo katika hii maandiko hatuwezi tukaondoa. We cannot separate the rock and God. Because these people, wakati ambapo Musa anaambiwa kwamba you smite the rock, God is upon the rock. Ndiyo amesema ako hapo juu. Na hiyo ni kusema kitu gani? Ni kugongwa. Mungu akiwa hapo, Yesu Kristo akiwa hapo. Na nikawaambia kwamba wakati ambao ulipita, hii ilikuwa inatuonyesha vile ambavyo Yesu Kristo atasulubishwa mara moja. The rock was not hit twice. Iligongwa tu mara moja. Na kwa hivyo hapa ilikuwa ina demonstrate ama inatuonyesha vile ambavyo Yesu akikuja hapa duniani, ile kitu ambacho kitafanyika kwake. Na hapo nimetangulia kuambia kwamba the life of Moses ilikuwa inatuonyesha ama tunasoma vile ambavyo Yesu Kristo atakuja kwa sababu ya kuokoa. The purpose. Musa alikuwa ameitwa kuokoa watu. Ni ukweli ama si ukweli? Na number 2, Yesu Kristo alikuja kuokoa watu. Na kwa hivyo the two were meant to deliver people, to save people, to rescue the people of God. Na kwa hivyo hapa lazima tukiona symbolism ya ile mambo ambayo itakuja katika New Testament. Jesus was not crucified twice. He was crucified once. Praise the name of the Lord. Na hapa aligonga mwamba na maji ikatoka. Na tukienda katika Numbers 20, tukisoma hiyo mstari ya kutoka ya mstari ya 7, Biblia inasema namna hii. Then the Lord spoke to Moses saying, Mungu alikuwa anaongea na Musa sana. Na katika Biblia mzima
Hakuna mtu aliongeleshwa mara mingi na Mungu kushinda Musa. He was the first deliver. Yeye alikuwa mkombozi wa kwanza. Na Mungu alicompare instructions nyingi za vile ambavyo atafanya mpaka watu waridhike na waone kabisa wako na Mungu. Na yule Mungu ako na Musa ni Mungu wa ukweli kama yule Mungu ambaye tuko naye siku ya leo. Na Biblia inasema hivi. Then the Lord spoke to Moses, saying, mstari wa 8, take to the Lord, you and your brother Aaron, gather the congregation together, speak to the Lord before their eyes. This is a different instruction. Mara ya kwanza Musa anaambiwa ya kwamba smite the rock. Mara ya pili hapa tunaona ya kwamba Musa anaambiwa na Mungu, now it is not the time to smite the rock. It is the time to speak to the rock. Na hapo ndio nimewaambia Jesus Christ alikuwa asubishwe tu mara moja na ya kutosha. Hakuna mara mbili. Na kwa hivyo wakati ambapo Mungu anasema ya kwamba you speak to the rock, this is a different instruction. Na ujue ya kwamba Musa alikuwa mtu amesoma roho. Naye Mungu ni Mungu wa neema na rehema nyingi. Sasa hapa wakati ambapo anasema you speak to the rock, ni kumaanisha ya kwamba rock ilikuwa sasa ianze kuongeleshwa. It is speaking, it is turning to the rock, turning to God. Amen. Ni kuangalia mwamba ulio juu yetu, ambaye ni Mungu wa mbinguni, ngome imara na msaada wa karibu. Azungumzie mwamba. In other words, alikuwa anaambiwa ya kwamba amka uombe, tazama uniite na mimi nitatoa maji upatie hao watu. Lakini Musa akaona ni kama kwamba Mungu anafanya makosa. Kuna makosa ambayo inafanyika hapa. Because in the first time tuligonga mwamba ukatoa maji. Sasa hii mwamba na ni ile tu. Ananiambia niongeleshe, itatoa maji namna gani? Itatoa maji namna gani? Hata naye unaweza kushindwa. Kwa sababu if it's something that was supposed to be hate, it was smitten. Ikaongo maji ikaruka. Ikaanza kutembea watu wakakunywa. Sasa hapa Musa akaona ya kwamba hapa kuna makosa. I cannot speak to the same thing that I smote the other time. I know the system, the style ni ya kuoga mwamba unatoa maji. But that was not the instruction. Sometimes vile ambavyo tulikuwa tumefanya mwanzo may not work for us today. Because the God we have is God of change. And the change here ndio inafanya Moses akuwe frustrated. Na kwa hivyo our first point ya mambo ambayo ilifanya Moses akuwe frustrated is change. Bwana asifiwe. Instructions za Mungu zinabadilika. Lakini Musa bado anasimama na ile instruction ya kwanza ya kuoga mwamba. Na wakati ambapo tunasoma maandiko hapo, kwa sababu tutaongea sana, inasema ya kwamba you speak to the rock before the eyes. Amen. And I will yield its water. Ni Mungu anasema sasa uogeshe mwamba mbele ya hawa watu. Na tofauti ya haya maandiko mawili, Exodus 17 na Numbers 20, ni kwamba katika Numbers Mungu anasema ya kwamba nitaenda mbele zenu, nisimame katika upon the rock. Kwa hivyo atakuwa juu ya hiyo mwamba ambao utagongwa na Musa. Katika Numbers Biblia inatuambia kwamba alikuwa aongeleshe mwamba before the Israelites. Ndio mwamba uweze kutoa maji before the others. Wazee wakuja waita wote, mkutano wapia kujeni. Naye Mungu anasema ya kwamba na mimi nitatoa maji. Katika Exodus anasema nini? Mungu anasema nini? Hiyo mstari ya 6. Anasema you there upon the rock fallen, and thou shalt smite the rock, and there shall come water out of it. Anamwambia maji itatoka. Na hapa anasema ya kwamba na mimi nitatoa maji. Those are two different statements. Bwana asifiwe. Aongeleshwe. In other words, anaambia Musa ya kwamba you speak to me before the people. And when you speak to me, I will produce
water. I will provide water for these people. But this change ilikuwa kubwa sana kwa Musa. Na kwa hivyo watu wa Mungu, ninataka niwaambie ya kwamba wakati ambapo kuna change yoyote ambayo inakuja katika maisha yetu, many people wanakuwa frustrated kwa sababu ya change. Change ya situation, change ya economy, change ya social life, change ya kazi ambazo tunazifanya. Kuna watu wengi saa hii hawafanyi ile kazi walikuwa wanafanya. Kazi imebadilika. Wengine wanaambiwa kwamba fanyia kazi nyumbani. Change imekuja. Maybe they are not very conversant with the systems za kufanya kazi. Biashara zimebadilika. Wengine walikuwa wanafanya kazi moja kwa moja, pesa zinakuja kukuja. Lakini saa hii unaambiwa kwamba lazima uweke nini? Till number, pay bill number. Tumia simu kulipa M-Pesa nini? Vitu kama hizo. Kila kitu imebadilika. Change, lifestyle imechange. Tazama mifuko ya watu wengi. Saa hii kila mtu kama hauna sanitizer, huwezi kosa kuwa kuna kitu umebeba. Tumejifunga change. Na ndio maana unaona kunawekwa sheria kwa sababu change inaleta frustration. Ya Musa ilileta frustration because badala ya kuzungumzia mwamba and then he feed the people ambao Mungu alikuwa anataka kupatia maji, Moses decided to hate or to smite the rock. Na hiyo ni kusema ya kwamba kulingana na kanuni za wokovu Moses akavunja because he was not capable to adopt the change. Watu wa Mungu saa hii I want to understand ya kwamba kuna watu wengi ambao wamekuwa frustrated kwa sababu za zile changes ambazo zimekuja. Usitembea saa moja, kafyo ndio hiyo. Ukitembea viboko zinakufuata. Kwa sababu gani? There is a change. Sometimes we justify ourselves. But when the change comes, najua ya kwamba kuna watu hata saa hii, they are so much disappointed. They are frustrated kwa sababu kuna watu wao ama kunao wenyewe wamewekwa forced quarantine because of change. Nothing else. Bwana sifiwe. Lifestyle imebadilika. Hata mambo ya kukula imebadilika. Maybe ile chakula wewe ulikuwa unapenda, saa hii haikuji Nairobi. Saa hii haikuji mahali ambapo unanitazama. Na kwa hivyo kuna changes nyingi ambazo zimekuja. Na kwa hivyo watu wa Mungu, I want to tell you that when there is a change of position, watu wako wanakuwa frustrated, especially wakati change haita kufavor. It is not a change that comes to favor you. Ama imekuja kukusaidia, imekuja kuleta promotion kwako, inaleta shida. Everybody, hakuna mtu waka ana accept change haraka unless ikuwe wewe uko promoted. Otherwise watu wengi waka wana resist change. Kama vile hapo tunaona Musa aliresist, alikuwa anakataa, hakuwa anataka. Alisema ya kwamba sasa mimi ndio ninajua vile nilifanya, niligonga mwamba. Na Mungu akatazama yeye, akajua ya kwamba this man anakuwa disobedient. Tukiendelea kusoma Biblia inasema ya kwamba and give drink to the congregation and their animals. So Moses took the Lord from before the Lord, and as he was commanded, and as he commanded him, and Moses and Aaron gathered the assembly together before the Lord. Akawaita wote akawaambia kwamba sasa hata kama mnapiga makelele na mnalia kwa sababu ya wanyama na watoto wenu, kujeni hapa niwaambie vile ambavyo Mungu amesema. Na Mungu akasema kwa Musa akawaambia kwamba kujeni hapa, you rebellious people, ninyi watu ambao ni waasi. Hii inatuonyesha ile hasira ambayo Musa alikuwa nayo. Na hata wewe ukiangalia unaona kwamba he was justified. Musa alikuwa na haki ya kukasirika. Ama wewe unaona namna gani? Imagine umeenda kuokoa watu, na watu wanataka kukuua, na watu wanakutusi hata na Mungu yako, na wanakuambia kwamba hata ukiacha mimi nikulaga ile marenge nilikuwa nakula na pilipili. Na hawana shida. Wakikufia na huku kwenye walikuwa wakizikwa vizuri, na walikuwa wanapewa maji hata kama walikuwa wanalilia Mungu kwa sababu ya ukombozi. Sasa wamefika hapa wamesahau.
must we bring water for you out of this rock? Lazima tuotoe maji kutoka kwa hii mwamba. Sasa ni Musa anauliza watu, na ni swali gumu ambao anauliza. Lazima tuotoe maji tena katika mwamba. Nini hapa tunataka kujifundisha? Musa alikuwa frustrated hata na Mungu, na wale watu ambao alikuwa anaongoza. Ndio maana anauliza hapa, Mungu amemwambia kwamba aende aongeleshe mwamba, na yeye anauliza watu, lazima niwapatie maji kutoka kwa mwamba. Amechukua kazi ya Mungu ameleta kwake kwa sababu ya frustration. Change imeleta shida hapa. Praise the name of the Lord. Anatusi watu wanaongelesha maneno mabaya. Kujane hapa, hii watu ambao ni kisasi kibaya, kama ile Yesu ambaye aliongea. Anasema kwamba kujane hapa kisasi ya nyoka. Hapa aliwaambia kwamba kisasi cha maasi. Rebellious people. Hizi ndio watu walikuwa wanamaanisha did not deserve kupatiwa maji na Mungu. Lakini Mungu wetu ni wa neema nyingi. Bwana asifiwe sana. Mstari wa 11 Biblia inasema, then Moses lifted his hand and struck the rock twice with his rod, and water came out abundantly, and the congregation and their animals drank. Hata hatuambiwa kama walifurahi. Tunaambiwa kwamba walikunywa maji. Kwa hivyo wao hawakuwa na shida nyingine. Walikuwa na shida ya kukunywa maji na wapatie wanyama wao. Lakini ni nini ilifanyika? Simple instruction. Musa hakuweza kutii. Kwa sababu gani? Change ilimletea shida. Anaambiwa okay, anaoga. Sasa inakuwa ni kwamba God is speaking to him. Speak to me. Come to me. Stop complaining against these people. Wacha kupiga makelele kwa sababu ya hawa watu. Wacha kukasirika kwa sababu ya hawa watu wangu. Kuja kwangu niite, alafu niwapatie maji. Nasema kwamba no. Na kwa hivyo what happened? He spoke. Akaanza kuongelesha ile kitu ambayo ilifaa afanye nini? Apatie maji. Maana tunaona hapa aliwaita. Akawaambia nyinyi rebellious people, you people who are bad, murmuring and complaining, gabbling people, bad people, must we give you water from the rock? Na Mungu alikuwa anamwambia nini? Aende kwa rock aiongeleshe. He did the opposite. Kwa sababu the change was a problem to him. Akaenda sasa akaongelesha watu badala ya kuongelesha mwamba. Badala ya kuongelesha mwamba, afide, apatie watu maji, alienda kufanya nini? Alienda kugonga mwamba. Na si mara moja, aligonga mara mbili. Kusema ya kwamba the gospel of Christ imekuwa chattered, ama mpangilio wa salvation ambao Yesu Kristo alikuwa asulubishwa mara moja umefujika. Maana katika Horeb alikuwa amegonga mwamba mara ngapi? Moja. Hapa ameambiwa okay, maana Yesu hakuwa kufe mara mbili, akufe mara moja peke yake. And final, tupate salvation permanently, na eternal life. Lakini Musa ameamua ya kwamba I will just do the same way. But anyway, maji ilitoka. Na hakuona kama kuna shida. Akaona ya kwamba sasa, kwa sababu maji imetoka, Mungu ndiye alikuwa amesema makosa. Ninaona kama Mungu hakuelewa ni kitu gani alikuwa anasema. Because unaweza kuongelesha mawe na mnakani itoke maji. Inahitaji kuogwa akaoga mara mbili. Na hapo ndio walikosana na Musa. Kwa hivyo wakati ambapo kuna change, mtu wa Mungu, it is very important you be careful. Because wakati change imekuja and you are resistant to change, kuna uwezekano uanze kufanya kinyume na instruction za Mungu. Amen. He was supposed to speak to the Lord and feed the people. He went to speak to the people rather than speaking to the Lord. In other words, he was a leader without prayer life. Alikuwa ana complain kwa sababu kwa watu. Alikuwa anateta kwa watu. Anawaambia vile wao ni wabaya, vile wanafaa Mungu awaue. Hawaangamize. Waondoke katika uso wa nchi. Bwana asifiwe. Rather than going before the Lord. Aongeleshe Mungu. Mungu aprovide kwa sababu ya hii sasa. Na hiyo ndio kitu ambacho inafaa tufanye watu wa Mungu. Wakati kama huu, we speak to God. We go to God in prayer.
tusogelee mbele cha kiti cha enzi cha Bwana kwa maombi. Mungu atupatie chakula, tupatie wake zetu na watoto, tupatie wame zetu na watoto, tupatie wale ambao wanatufuata nyuma, lakini si kuwapigia makelele, si kuwapanisha, si kuwatusi, si kuambia maneno haina faida. We are supposed to speak to our God. He is capable. He is able to do exceedingly above our thoughts and even our imaginations. Amen. Watu wa Mungu, when Dennis are changed right now, I know there's no good flow of finances. There's no good flow of money. But what should we do? We should not murmur to the people who have employed us. Tusipigie wale watu wametuachia makelele. Tusipigie wale watu wako na deni zetu makelele. Lakini tuende mbele za Bwana, tumwambie ile shida tuko nayo. Ndio Musa alikuwa anaambiwa hapa, kuja kwangu niambie shida ya watu na mimi nikupatie suluhisho ya nini? Ya shida yangu. He did not understand. In other words, he did not obey. Yeye akafanya vile alikuwa anafanya mwanzo. He changed, ikamletea shida. He refused to change. And therefore, akafanya nini? Akawekewa mpaka. Mungu alitokea hapa na akamwambia Yakoba, Pastor Moses, hata kama nimekuchagua, nimeona Yakoba sasa tabia yako imekatana na maagizo yangu, na kwa hivyo hautafika. Na hapo nyuma Miriam alikuwa amekufa, wako na Harun, na hao wote nao hawatafika. Bwana Yesu asifiwe. Sometimes wakati ambapo tuko katika safari hii, tunakuwa na expectations nyingi, and when the expectations are not realized, we get disappointed. Tunakuwa disappointed. Mimi kuna wakati moja ambapo nilikuwa nimeajiriwa kama vile ambavyo umeajiriwa, na ikawa sasa wakati umefika moja na kukaajiriwa, kukasemekana sasa kwa sababu kampuni imekuwa kubwa, kuajiriwa mtu mwingine ambaye amesoma kunishika. Na mtu atatafutwa. Wewe yako hata kwa gazeti. Na ikasemekana kampuni fulani inataka mtu ambaye ako na qualification ya masters in this and that. Sitasema hapa. Na mtu akapply, watu wengi wakakuja. Na wakati nilisoma hiyo tangazo nikaona ya kwamba sasa either nitafutwa ama ninaatikiwa mdosi. Mtu atakuwa mkubwa kunishika. Na nikakosea patiently, I waited upon the Lord. Na mtu akakuja akaajiriwa. Na akakuja akaambiwa kwamba sasa huyu ndiye atakuonyesha vile tunafanya hapa. Ni mkubwa yangu, mimi nimuonyeshe vile ambavyo tunafanya kazi kwa kampuni. Na WhatsApp nikajua kwamba sasa kuna mambo ambayo itakuwa rahisi kwako. Lakini kwa upande mwingine nilikuwa nasikia kwamba I am diminished. Kuna mtu appreciate ile kazi ambayo anafanya. Kwa nini mtu mwingine hakuja? Mimi ndio nimefanya kazi kubwa, mbona kampuni inakuwa kubwa? Sasa kuna hakiwa mtu mwingine. I felt frustrated. Nikasikia nimevunjika moyo. But anyway, kama vile ambavyo Mungu alifanya hapa, akaprovide maji kwa watu. I continued working. I had no otherwise. Niko na family, niko na mama na watoto, niko na rent ninalipa, niko na maisha ambayo ninahitaji kufadhili. Nilikuwa namuonyesha kila siku. Tukiingia kwa ofisi, namwambia hapa tunafanyanga hivi, hapa tunafanyanga hivi. Mwezi mmoja na mtu alikuwa na masters na hakuwa anashika. I could feel frustrated na sasa na ujiulize mimi mwenyewe, hapa ni nani ilifaa akuwe mdosi? Hata wewe ukiangalia ni mwenye anaonyeshwa ama ni mwenye anaonyeshana? Bwana sifiwe. Sasa nikakaa kidogo. Nikiambia Mungu sasa hapa ninataka uingilie kati. Ni at least udhibitishe ya kwamba mimi ni mzuri kuliko huyu. Na wakati mwingine hata maombi ya ujika Mungu akanajibu. Kama hiyo alijibu. Mwezi mwingine ilikuwa inakuja. Huyu mzee alipiga simu akasema kwamba kujieni gari ya kampuni mahali fulani. Mimi sitaki kazi yenu. Na hata hiyo yenye alikuwa ameenda na hiyo gari, mimi nilionyesha yeye. Mimi nilikuwa nafundisha yeye. Sasa director wangu akaniita akaniambia sasa tunataka kukurudishia kazi yako yote.
But I could still feel I'm not safe. I was not ready for that kind of a change. And finally, na mimi nilikuja nikaruhusu hiyo kazi. Mnaona shetani vile anakujia kama mtu. You feel that you are better. But by the end of the day, hata wewe unapoteza hiyo. Na nikapata shida nyingi kama 3 bila kitu ya kufanya. Imagine Nairobi 3 hauna kazi. Unatafuta watu kupatia pesa ya kununulia watoto maziwa na kitu kama hiyo. Shetani ashindwa kwa sababu tutaenda hiyo direction. Maana Mungu ametusaidia na shida kama hiyo haitatupata. Because right now, kwa sababu dunia yote kuna change ambayo imekuja, we are going to go to the rock. Bwana asifiwe. Tutaenda kwa mwamba. Na ile mwamba ambao tunaenda ndani yake, tunamuita Mungu wetu, anatupatia majibu. Na ile majibu ambayo anatupatia inakuwa ni suluhisho ya maisha yetu. Haijalishi ni kitu gani ambao tuko ndani yake. What I believe is that the righteous shall live by faith. Hata kama tuko katika giza kubwa. Daudi akasema ya kwamba hata nikipitia katika bonde la uvuli wa mauti, I will not fear. Kwa sababu Mungu wangu uko pamoja na mimi. He did not turn to the people. Na kuambia kwamba mnaona nikikufa, ni nini mtakuwa mmefanya? Kuna watu sasa wanaambia watu ambao wamewajina namna hiyo. Kwa sababu wameambiwa kwamba sasa msikuje kazi. Sasa kama tukikufa, hata nyinyi mtajua hamtafanya kazi. Sisi you should turn to the Lord. Turn to the Lord. There is power in the Lord. There is provision in the Lord. Hallelujah. Mwamba imara, ngome yetu, simba wa kabila la Yuda. He has all what we need, and we are going through. If we look upon him, call upon his name, we are going to have a breakthrough. Our provision is guaranteed because we have the Lord. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Kitu kingine ambacho ninataka kuambia kwamba inaleta shida kubwa tukitoka kwa change is investment. Praise the Lord. Wakati ambapo tunaongea mambo ya investment, ninaongea kuhusu watu ambao mlikuwa mmeweka pesa nyingi katika biashara. Mlikuwa mmeinvest mali zenu katika mambo tofauti tofauti. Wengine wakaweka katika hoteli ambazo zilifungwa. Wengine mkaweka katika mashule kama sisi. Lakini hakuna kitu tunapata. Na kwa hivyo, when you are investing, ile kitu ambacho huwaga kinafuata investments is expectation. And when the expectation is not realized, there is potential ya mtu kuwa disappointed. Praise the Lord. Na wakati mtu amekuwa disappointed mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya 4, unakuwa frustrated na life. Kwa hivyo investment, wale watu ambao wanaweka katika investment, mnaweka pesa zenu katika investment, there is a potential ya mtu kuwa frustrated. Kwa mfano, wacha nikwambie kwamba kuna wakati ambapo tuliweka pesa katika shares. Ile wakati ambapo Safaricom ilianza kuuza shares na wakauza pesa kidogo, tukasema ya kwamba ile Safaricom lazima itapik haraka. Tulikuwa tunanunua shilingi 2 au shilingi ngapi? Sijui tempo. Tukanunua nyingi, tukaweka pesa nyingi. Tukangojea ipande, hakuna kitu. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili hakuna, mwezi wa 4 hakuna kitu. By the way, ikaanza hata kuanguka. Bei inaanza kwenda chini ya zile shares tulikuwa tumenunua. Na kuwapia kwa sababu nilikuwa nimeweka pesa hapa. I was feeling kila siku nilikuwa naangalia hivi. Ninaangalia inatoka pesa ngapi. Ninafanya hesabu nione nimeenda hasara ya pesa ngapi. Na wakati huo pesa ilikuwa kidogo. Na kwa hivyo I could feel I'm getting frustrated every day. Right now, kuna watu hata serikali imeinvest kwa coronavirus. Kwa watu kwa infection, kwa kuloketi, wale watu ambao wako infected. Lakini unapata jana na hapa iko juu. Hiyo siku nyingine iko chini. Hiyo siku nyingine iko juu. Tazama wale watu ambao wanatuletea matangazo. Sometimes they look very frustrated. Why? Because they are investing, but they are not getting results. They are not fattening the cow. Mataifa mengine imeweka pesa nyingi, lakini watu wamekufa. Watu wameondoka kwa dunia. They have invested a lot of money.
Na ukiangalia vile ambavyo wanaongea, mpaka wanaenda kukanzu tena kwa media. Leo anasema hivi, kesho anasema Yakoba sikusema hivyo. Kwa hiyo mtu akiwa ameinvest, kuna uwezekano Yakoba utasema kitu, alafu hiyo siku nyingine useme sikusema hivyo, kwa sababu mind yako tayari iko disappointed. Kuna frustration nyingi. Praise the name of the Lord. Wengine watu tulikuwa wachungaji wengi, wahubiri wengi, watumishi wengi wa Mungu. Plani mlikuwa nazo nyingi. Mmeinvest. Kanisa imefungwa. Let's wake up here. Praise the Lord. We turn to the Lord. Amen. Tumefanya investment kubwa. Wengine hata mnadaiwa mpaka sasa. But what we do, we turn to the Lord. For unto the Lord there is our provision. Moses aliambiwa ya kwamba turn to the Lord. But because he was frustrated with the people, he could not be able to speak to the Lord. What am I saying? Wakati ambapo mtu amefika kiwango ya kuwa frustrated sana, kuna 90% hautaweza kuenda kwa Mungu. You will go to the people. Utaenda kwa wale watu ambao wanakuitisha pesa, wanakudai, na kuanza kupigana na wao. Unawaambia kwamba tutapelekana mahali fulani. Hata kwa shipo wa hapa ninajua. Praise the name of the Lord. Hata kwa didi wa hapa ninajua. Hata tukienda kwa dini hakuna shida. Si wanajua sisi? Turn to the Lord. There's provision. Praise the name of the Lord. When there is investment, there is potential. You are not frustrated. Kwa sababu unrealized expectation leads to frustrations. Bwana tusaidie. Na mimi ninaomba ya kwamba hata kama niko tu hapo katikati ya hiyo mambo, ya kwamba Mungu atatusaidia, tutatokea salama. Na ile mambo ambayo tuna expect iwe inafanyika kwa wakati mfupi sana, Mungu ataweza kuitenda yote kwa utukufu wa jina la Kristo Yesu. God can redeem time. Mungu anaweza kukomboa wakati. Afanye mambo mengi kwa wakati mfupi. Wakati wetu uwe umekombolewa katika jina la Yesu. Praise the name of the living God. Moses, the man of God, was frustrated. Amen. And therefore, we can also be frustrated. Hata sisi pastors tunaweza kuwa frustrated. Viongozi wa kanisa mnaweza kuwa frustrated. Watu wa biashara mnaweza kuwa frustrated. Family inaweza kuwa frustrated. Bwana sifiwe. Maana baba alikuwa anazoea kupatia watoto wake kila kitu ambao wanahitaji. Sasa hivi wanaitisha na pia kwamba sasa tuende pole pole. Budget yetu inakaa mkini. Tunaenda namna hii. That kind of environment we have invested. Abraham na Sarah, wacha niseme hivyo, walikuwa na different model. Because Sarah aliambia Abraham ainvest kwa Hagar, na wakazaa Ishmael, the first born wa Abraham. Lakini wakati mmoja mama anatokea anasema ya kwamba fukuza huyu msichana. Abraham anaanza kulia, anauliza sasa ninafukuza yeye, amebeba mtoto wetu, ama inherit ndiye huyu. Ambia no. Send away the car. Naambia fukuza msichana. Mwikate. Amen. On the other side, Abraham anauliza, what about what I have invested? Na ule mtoto wangu ambaye ako naye, na ile life yangu ambaye amebeba. Lakini Sara hakuwa ameinvest kitu. Kwa hivyo kama mtu hakuna kitu waga ana invest, you are preparing yourself to fail. Lakini mtu mwenye ameinvest anakuwa na ushuru. Hata akiona vitu za wenyewe zinaharibika. Sasa hivi ukisikia kama umeinvest na unaangalia dunia vile inakaa, unataka kwa rock, unaenda kwa Mungu na mwambie Baba, sasa angalia vile dunia hii inakaa. Ninaomba sasa, kwa sababu wewe unaweza ingilia maisha yetu, utusaidie tuweze kwenda through. Invested a lot of millions of money, yet
maybe hiyo mwezi ambao ulinifesti sana, ndio tuliambiwa kwamba sasa kumewekwa kafyu na biashara yako ni usiku inafanya kazi. Nao ni ufili kulikiza. Na mpaka unauliza, hii serikali iko na kisho mzuri kweli? Come to the rock. Ulikuwa umenunua shares nyingi, sasa hakuna mtu ana interest ya kununua shares. Bei zimeenda chini kabisa. Come to the rock. Pia Mungu akutamani. Hii mambo inakwisha. Na Mungu wetu atusimamishe tena. You have no trust. Praise the Lord. Wengine wanasema by now ningekuwa nikifanya harusi. You have invested ukaweka pesa zako kwa mambo mengi. Wengine wanasema by now I could be a father. Wengine wanasema by now I could be working. By now I could be married. Saa hii ningekuwa USA, ningekuwa ng'ambo. Saa hii ningekuwa nikikula ile chakula ya ng'ambo inaitwa nini? Mwenyewe mnajua hiyo chakula. Unafanya hiyo imagination, unajua vile ambavyo maisha ingekuwa kwa sasa kama shetani hangekuja na corona. Bwana asifiwe. May I have something for you. Turn to the rock. There is your help in time of trouble. The rock. Who is our God? Bwana Yesu asifiwe. Moses was not able to go to God in prayer, but you are capable. Moses' life inatuonyesha lack of prayer life. He speaks to what he should be feeding, and he strikes what he should be speaking to. That is a prophecy. And this is how it becomes when people become disappointed. Mtu anaanza kufanya mambo opposite. Naambia twende Nairobi. Unachukua barabara ya Kitengela. Kwa sababu frustration wakati mwingine inaondoa composure. Na wakati composure imeondoka, there is chances of failure. Na kwa hivyo frustration wakati mwingi, my point number 3, inaleta failure. Failure ni kusema nini? Moses hapo ukisoma hii mstari ya 12. The Lord spoke to Moses. Nasoma hapa chapter 20 verse 12. Then the Lord spoke to Moses and Aaron. Akasema namna hii, sikiliza ile maneno ambayo Mungu alisema hapa. Because you did not believe me, to harm me in the eyes of the children of Israel. Anaambia kwamba nyinyi mliaibisha mbele ya watoto wa Israeli. The chosen generation, the people of God, the Jews, watu wa Mungu kutoka kuzaliwa kwao. Sasa hapo ndio Mungu anasema ya kwao. Anasema mambo yao. To harm me in the eyes of the children of Israel. Therefore, you shall not bring this assembly into the land which I have given to them. Hiyo ndio mambo ambayo Mungu sasa ameshuka kutoka mbinguni anasema. Anaambia Musa na Haroni, kwa sababu mmeniaibisha kwa hawa watu. Hadi sasa hamfiki. Sasa imagine wewe ndio ulikuwa huyu leader, Moses. Watu wamekukasirikia. Kama Mungu ametokea amekwambia kwamba you are not going anywhere. Wewe unaona ungefanya kitu gani? Ameambia sasa haendi. Kwa sababu gani? He was not able to manage disappointments. Because unmanaged and resolved disappointments, you're in a frustration. He was not able. He was angry. Na mimi ninaangalia ninaona ya kwamba Musa alikuwa na right ya kuwa amekasirika. Lakini wakati ambapo mtu amekasirika, don't think Mungu ataukana na wewe kusema ya kwamba Mungu kuja na wewe tukasirika. Katola aiwa. Mungu kuja pale hii, na mimi pale hii tukasirikia hawa watu. God will not do that. He remains to be God, superior and perfect and merciful and graceful God. Na hapa kwa sababu ya makosa ya Musa, Mungu anatokea yeye. He is just. And his judgment is just. Na anamwambia kwamba sasa this congregation hamutawapeleka. Kwa hivyo mpango wa Mungu ilikuwa Musa awapeleke katika nini? The promised land. Awapeleke mpaka Kanaani. Hata akimuita alimwambia hivyo, enda uchukue watu wangu kutoka kwa Firauni, uwapeleke wapi? Kanaani. Hakumwambia wafikishe jangwani. Mpango wa Mungu uliharibikia hapa. Na kwa hivyo watu wa Mungu, frustration can change God's plan over your life. Amen. You fail to get to your destination. You fail to get to your destiny.
ukose kufika ile kiwango ambao Mungu alikuwa anataka ufike. Kwa sababu gani? Frustrated person. You are frustrated. Unaishi frustrated life. Praise the name of the living God. Na kwa hivyo watu wa Mungu nataka niwaambie namna hii. When this infestation, when this kind of thing happens, Mungu anapeana majibu. Na hapa Musa sasa amefail. He is not capable to achieve God's mission. Kwa sababu gani? Frustration. Alikasirikia watu. Akakasirika hata na Mungu. Bwana asifiwe. Na hii sasa ndio ninakuja pointi yangu ya mwisho. Justification and justice. Because we see a conflict of justification and justice. Moses akonaje akakasirikia watu. Anauliza Mungu ya kwamba hawa watu ambao wanataka kunipiga na mawe, wanataka kuniua, wanataka kuniondoa, alafu Mungu unataka kuwapatia maji. God, kwani wewe huoni? Na wakati mwingine tunapitia na kama hii. Yule mtu ambaye unajua ya kwamba si mzuri, anakuangalia vibaya. Mmoja mkutana hakusalimii, hata hakuangalia. Anaona hata ukifikiria kwa mawazo yako unaona nikiitishwa maadui. Yanaleta mama fulani, na mama fulani, na fulani na fulani. Alafu unaona Mungu ndiye anabariki. Unafanya kitu gani? Unaona Mungu ndiye anapromote. Mungu ndiye anaongeza. Walikuwa na mali moja sasa wako na mbili. Na bado uko tu hapo. You justify yourself. Unaambia Mungu ya kwamba tazama. Si unajua mimi ni mtumishi wako kama mimi Pastor Ben. Si unajua Mungu mimi ni mtu wako. Na sasa hao watu unajua vile waliniita juzi. Waliniambia tuna magolo tamani tosha. Hata sina kisho mzuri. Hata sura yangu haipendezi. Hata siku nyingine walikuwa mabaka mikola ikuje inipige, iniue. Na sasa Mungu anawabariki. You become disappointed. But your judgment is not God's judgment. Vile unaangalia watu, unafanya maamuzi, sio vile ambavyo Mungu anafanya. Our God is just. Moses justifying himself. Hawa watu, si unajua vile wanafanya? Hata walikuleta katika test, another day. Hapa tu jangwani. Sasa angalia walikuwa wamesema, ni hali wasike waende. Na waliona hata ile miujiza ulifanya moja kwa moja, sikusikia, sikusoma kama vile tunasoma. Walijionea kwa macho yao wenyewe. Na sasa wamegeuka kinyume na mimi na brother yangu mkubwa. Wanataka kutuondoa kwa dunia. Na Mungu anataka kuwapatia maji. But remember, God is just. Ile kitu amesema lazima atatimiza. Alisema kwamba na watoa katika Misri niwapeleke Kana. Na kwa hivyo lazima awapeleke watu hao. Despite the situation. Despite who is the leader. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hapa nataka nikuonyeshe kwamba this is a big test of leadership. This is a big test of a leader. Bwana asifiwe. Maana wakati ambapo tunaangalia vile ambavyo Musa alikuwa anafanya hapa. Let me tell you, this is a test of authority. How do you use authority? Amen. Anataka watu wamalizwe. Anataka Mungu asiwapatie maji. When you are in authority, it matters how you deal with even the people who are below you